Naam, kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kinawasili hivi punde katika ardhi ya Tanzania, ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na hivi ndivyo ambavyo kinachoendelea katika uwanja wa Airport jijini Dar es Salaam kwenye mapokezi ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Wale waliokuwa wanazungumza na kusema ya kwamba haiwezekani, hakika imefana, na tunaweza kusema ya kwamba kile ambacho watu wengi walikuwa wakitarajia kutokea katika michuano ya AFCON ndicho ambacho kimeweza kutokea. Timu yetu ya taifa ya Tanzania kwa mara ya kwanza imefanikiwa kutinga katika hatua ya 16 bora, ambako kulikuwa kuna baadhi ya wadau wengi mbalimbali walikuwepo hapa, lakini wamekuja pia kwa ajili ya kuisapoti chama la timu ya taifa ya Tanzania. Hakika kila mmoja alichokuwa akikifikiria si ndicho ambacho kilichokwenda kutokea. Ni dhahiri hiki ambacho tunachokiona ndicho ambacho kimefanya kila mmoja kuweza kuona ambavyo furaha, shangwe pamoja na nderemo ndicho ambacho kinachoendelea. Ngoja nizungumze na wadau wawili watatu, wao wataweza kutuambia ni namna gani ambavyo mapokezi haya wanayaona, lakini pia vile wanayachukulia kama yake. Lazima 2027 kombe libaki hapa nyumbani, na naamini litabaki nyumbani. Tuna sisi supporters Tanzania Sports Influencers tunaamua kupita mkoa mmoja baada ya mwingine. Naamini mwakani mashabiki watakuwa wengi sana Benjamin Mkapa kuhakikisha wanasapoti wachezaji wetu, wanakuja kulisapoti taifa letu. Kama Morocco walibebwa, sisi tutapakatwa na kombe litabaki nyumbani Tanzania. Sina shaka kipengele hicho. Sijatarajia, lakini kwa hamasa ambayo tumeifanya naamini lazima watu waje. Jana tumepushi sana, juzi tumepushi na juzi tumepushi, na zile mechi zote tulipokuwa tunaangalia kwa pamoja, naamini imefanya chachu na leo watu kuja kwa wingi. Kwao nipongeze umoja wetu wa Tanzania Sports Influencers, tumepambana kuhakikisha kwamba watu wamejaa, yani sio kufurika, wamejaa. Kama vile tunakuja kupokea vilabu vyetu, kumbe tunakuja kupokea national team. Mimi napongeza sana, najua viongozi wa serikali wanaliona hili, Watanzania wanapenda timu yao, watatutumia sisi kama fursa kuhakikisha 2027 kwa Mkapa hapa toshi. Kuna namna ambavyo mnatarajia 2027 iwe ya tofauti kipekee? Naamini yatakuwa tofauti kwa sababu hajawahi kutinga hatua 16 bora toka mashindano haya yaanzishwe, toka timu yetu ianzishwe ya taifa kwa mara ya kwanza, na sisi tunafanya makubwa kwa mara ya kwanza. Tunakuja kuijaza Terminal 3 kwa ajili ya kupokea national team. Haijawahi kutokea, lakini kwa mara ya kwanza tumejaa kwa ajili ya kupokea national team. Leo ni siku ya kazi plus, lakini watu wameacha majukumu yao, wameacha kwenda kuwanunulia watoto nguo zao za shule, wiki ijayo wanafungua shule, lakini watu wamekuja hapa kwa ajili ya taifa lao. Kwa hiyo naamini binafsi 2027 itakuwa mara tatu ya hapa, na mimi niwaahidi tu viongozi wa serikali, niwaahidi viongozi wa TFF, tutafanya kila linalowezekana. Kamati zetu zote ziko zinahusu vilabu zote tutazibeba sisi. Naamini mwakani wasivunjike moyo, kombe la AFCON litabaki Tanzania, no doubt. Namna ambavyo tumejifunza wa Tanzania, kuna vitu tumejifunza kutoka kwa wenzetu, na wao pia watajifunza kutoka kwetu, kwa sababu inawezekana wenzetu hata timu yao ikitolewa wasifanye mapokezi makubwa kama haya, lakini sisi timu yetu imetolewa, lakini tunafanya mapokezi makubwa kama tumebeba ubingwa. Je, tujiulize, kama timu yetu ingebeba ubingwa au mapokezi yangekuwaje? Hatua 16 bora tu, mapokezi ni namna hii. Je, kama tungebeba ubingwa mapokezi yangekuwaje? Kwa naamini mapokezi yamenona sana, mapokezi yamenona. Kila idara imejipanga sawa sawa, waratibu wote wameratibu, kila kitu kiko sawa sawa. Naamini wachezaji wetu leo wataenjoy. Neno moja kwa wachezaji wa klabu ya soka ya timu ya taifa ya Tanzania. Neno langu kwao, huu ni salamu na ni ujumbe kwao, wahakikishe kwamba wanabeba hisia zetu, wanabeba kila kitu kilichokuwa chetu sisi kama Watanzania. Tunahakikisha 2027 tunataka kombe libaki nyumbani. Afe Mmasai, afe ng'ombe, afe mfugaji, afe mkulima, hakikisha ubingwa unabaki Tanzania. Hiyo ndio ujumbe wangu kwa wachezaji, na waambia wapambane kwa hilo. Maana kuna nyimbo walicheza wakati wanafuzu hatua ya 16 bora, lakini tunawaambia kwamba sisi tuko pamoja nao popote atakapokuwa, tuko pamoja nao, hatutowaacha. Tunahakikisha wakani ubingwa ubaki nyumbani, hatuna jingine lingine. Ujumbe wetu ni huo kwa Tanzania. Shukrani sana ndugu. Asante sana. Kila la heri. Asante sana. Neno moja kwa mashabiki. Neno moja, wale ambao hawajafika hapa tukutane nao kuanzia barabarani, tukutane nao barabarani wao wa kutosha, ili mradi tuhakikishe tunaipeleka timu yetu mpaka huko posta tunakoifikisha. Sio tunaishia hapa, moja kwa moja mpaka posta. Simba leo mtatoka kwa Azam. Tuombe Mwenyezi Mungu kama wao walitoka Benjamin Mkapa, sisi leo tunawanyonyoa kule kule kwa babao na mamao Zanzibar walikojenga hoteli zao za kutosha na boti zao, lakini tunawamaliza. Asante sana.